subhanal qawiyyul aziz la ilaha illa huwa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanal qawiyyul aziz la ilaha illa huwa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Jitahidi mno uradi huu uweke katika kichwa chako. Jitahidi uradi huu hifadhi katika moyo wako. Jitahidi uradi huu usome kwa kichwa, sio mpaka uangalie sehemu, kwa maana nataka nikakupe moja katika faida nzito kabisa zinazopatikana katika uradi huu. Kama una tatizo la riziki yako ni ngumu, riziki yako ni nzito, riziki yako ni ya mashaka, na tena hata kama riziki yenyewe kwako ugumu wake unatokana aidha na kurogwa, aidha na kufanyiwa hasad, aidha na kupigwa kijicho, riziki yako ikaharibika, mambo yako yakawa magumu, mambo yako yakawa mazito, moja mwa uradi zenye nguvu kubwa na nguvu nzito kabisa ya kufungua mambo ya mtu, ya kufungua mwili wa mtu, kumvutia mtu kheri na baraka, kumletea mtu neema mbalimbali katika maisha yake, ni pamoja na huu uradi niliotoka kukufunza sekunde kadhaa zilizopita. Subhanal qawiyyul aziz la ilaha illa huwa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii inafungua riziki kwa idhini ya Allah, hata kama umerogwa. Hii inafungua riziki, wala usiwe na mashaka ndani yake. Ndugu yangu uliyeteseka na maradhi muda mrefu, ndugu yangu unaiteseka na maradhi muda mrefu, maskini, pengine uko kitandani ama unaweza kufanya movement, lakini maradhi, umeshajitahidi kwenda hospitali mbalimbali, maradhi bado inakuandama. Umejitahidi kutumia dawa mbalimbali, maskini, maradhi bado inakuandama. Wakati mwingine unaumwa maradhi ambayo hata ukienda hospitalini wanajiuliza, maradhi haya ni maradhi gani? Maradhi hii ni shida yake ni nini? Tabu yake ni nini? Wallahi ninakuapia, kama kuna uradi unaweza ukakutendea maajabu katika maisha yako, basi ni subhanal qawiyyul aziz la ilaha illa huwa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.